katika kuzingatia vile ambavyo tunaweza kuvifanya kila siku itopo leo. Lakini siku hii leo mada mezani ni mambo ya kuzingatia kwa dereva wa gari, pikipiki pamoja na bajaji. Tuko na mtaalamu apata kwenda kuzungumza kwa undani zaidi. Wewe dereva, lakini wewe ambaye pia unatamani kuwa dereva, utaweza kujifunza ni vitu gani ambavyo unapaswa kuvizingatia. Hii ni Gift Online TV, endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na comment ili uzidi kupata mengi mazuri zaidi. Mimi ni Esther Mamkwe, nipo na mgeni ajitambulisha kwa nafasi yake, lakini pia atasimamia mada hii mwanzo mpaka mwisho. Karibu kututazama. Karibu sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Sergeant Yohana Mboa. Ndio. Natokea dawati la elimu mkoa wa Kilimanjaro. Karibu. Asante sana. Mada ya siku leo tunazungumza mambo ya kuzingatia kwa dereva pikipiki, bajaji pamoja na gari. Tungependa kufahamu kwanza, dereva ni nani? Asante sana. Dereva ni mtu anayeongoza chombo ama kundi fulani. Inaweza likawa kundi la wanyama. Ndio. Basi yule tutamuita dereva kwa sababu ndo kiongozi wao, anawaongoza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo na dereva ni mtu yeyote anayeongoza chombo cha moto au kundi la wanyama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na kuhakikisha kwamba hilo kundi au hicho chombo alichokiongoza kinakuwa salama, pamoja na wale wengine wanaokuwa ndani ya kile chombo, pamoja na watumiaji wengine wa barabara, wanahakikisha kwamba wanakuwa salama kwa wakati ule. Sawa, siku leo tunazungumza mambo ya kuzingatia. Ni mambo gani ambayo huyo dereva anapaswa kuyazingatia? Asante sana. Tutaangazia baadhi ya maadili ya madereva ambao wanapaswa kuwa nayo wanapoendesha chombo hichi cha moto, kiwe bajaji, iwe pikipiki, iwe gari. Ni lazima ahakikishe kwamba anakuwa na maadili ya udereva. Maadili ya udereva ni ile kanuni na taratibu zile zote za kufuata sheria za usalama barabarani, kuhakikisha kwamba watumiaji wengine wa barabara nao wanakuwa salama kwa wakati ule. Kwa maana mwanzo kabisa tumesema kwamba dereva ni yule mtu ambaye anaongoza kundi au chombo cha moto, kuhakikisha kwamba hichi chombo pamoja na watumiaji wengine pamoja na wale ambao wamebebwa kwenye kile chombo wanakuwa salama. Kwa hiyo sasa maadili yao ni yapi? Maadili ni kuhakikisha kwamba anafuata kanuni, sheria zote za usalama barabarani anapokuwa anatumia chombo cha moto barabarani, awe salama yeye, abiria aliowabeba pamoja na watumiaji wengine wa barabara kwa wakati ule. Sawa. Na ili awe dereva sasa, je, kuna umri fulani ambao huu ni umri wa dereva ama mtu yoyote anapaswa kuwa dereva? Asante sana. Sheria ya mtoto inasema kwamba ili mtoto sasa aitwe mtoto ni miaka 14. Na sheria hizi ambazo tunazitumia za mwenendo wa makosa ya jinai inaamini kwamba mtoto ni chini ya miaka 18. Kwa hiyo hapo mtu wa namna hiyo haruhusiwi kushika chombo cha moto. Ukianzia miaka 19, 20 mpaka miaka 60, tunaamini huyu ni mtu mzima na ambaye anao uwezo wa kumiliki leseni ya udereva, na anaweza akaendesha hichi chombo cha moto akiwa barabarani. Kwa maana sasa tunaamini ana akili timamu imepevuka, anaweza akatambua hii ni hatari na hii sio hatari. Tofauti na mtoto wa miaka 9, 10, miaka 7, huyu hawezi kujua na hawezi kuruhusiwa kuwa na leseni ya kuendesha chombo cha moto kutokana na sababu kwamba yeye bado hajapevuka. Alafu pili, hawezi kustahimili ile mikiki ya barabarani. Pia uelewa wake unakuwa bado uko chini, kwa maana hawezi kuelewa sheria za usalama barabarani pamoja na sheria zingine ambazo zinalinda barabara na vyombo hivi vya moto barabarani. Kwa hiyo sasa tunapozungumzia mambo ya kuzingatia ni yapi kwa dereva huyu anapokuwa barabarani, ni pamoja na kuhakikisha kwamba anafuata sheria, kanuni na taratibu zote za usalama barabarani. Kwamba ajue nini maana ya kivuko cha watembea kwa miguu, ajue alama ya kiziwi, ajue alama ya kipofu, ajue alama ya mtu ambaye ana changamoto ya akili, ajue alama ya mtu ambaye kuna wakati kuna vibao vinawekwa kwa ajili ya watu wanaovuka barabara wakiwa na ulemavu aidha wa viungo ama ulemavu wa ngozi. Kuna maeneo ambayo alama kama hizi zinawekwa.
Hali kadhalika dereva kama huyu anapaswa kuwa na maadili mema, kuendesha chombo chake bila kuwa mlevi. Okay. Yaani ni pamoja na kuzingatia kwamba hapo nilipo mimi naendesha chombo hichi cha moto. Haijalishi iwe ni pikipiki, haijalishi iwe ni bajaji au gari. Wewe kinachokuhitaji na sheria inavyokutaka ni kuendesha chombo kile cha moto pasipo kuwa na kiaina yoyote cha ulevi ama kiashiria chochote cha ulevi. Okay. Iwe ni pombe ama madawa ya kulevya. Haya yote tunaamini ni ulevi. Kwa hiyo ulevi unajumlisha vitu vingi. Ndio. Kwa hiyo cha msingi zaidi ni kuhakikisha kwamba anafuata kanuni hizi za usalama barabarani, anafuata sheria, anafuata taratibu zilizowekwa kwa mujibu wa sheria. Kuhakikisha kwamba anaendesha hichi chombo chake kwa kufuata kanuni zile zilizowekwa. Okay. Kama inamtaka aendeshe kwa spidi ya 50, basi hakikisha kwamba anafuata ile spidi 50. Okay. Kama ni kwenye makazi ya watu kwenda chini ya 50 na maana kuanzia 30 anatakiwa kwenda mwendo huo. Hayo ndio tunasema ni maadili sahihi ya dereva anapokuwa anaendesha chombo hichi cha moto barabarani. Okay. Hali kadhalika matumizi ya simu ndio yamekuwa uchawi mkubwa ama ulevi mkubwa kwa madereva wa vyombo vya moto wanapokuwa barabarani. Okay. Matumizi ya simu haijalishi tu hata kwa madereva, hata kwa msukuma mkokoteni. Yeah. Unaweza ukakuta na yeye amebeba mzigo wake, yupo katikati ya barabara, anapeleka mzigo wake sehemu, lakini simu ndio imekuwa ulevi mkubwa. Anaweza asiwe mlevi wa kunywa pombe, wa kutumia madawa ya kulevya, lakini ulevi huu wa simu ndio umekuwa janga kubwa ambao ndo tunaweza tukasema 55 mpaka 60 ndio napelekea ajali za barabarani kwa matumizi ya simu. Okay. Unaweza ukakuta mtu anaongea na simu au anatamani kupokea simu au anatuma ujumbe mfupi. Okay. Sasa hii ndio imekuwa athari kubwa zaidi. Hali kadhalika kwa waendesha baiskeli tumeona ajali nyingi zikijitokeza. Kwa waendesha pikipiki unaweza ukakuta anaendesha pikipiki huku ameweka simu sikioni. Yeah. Ambao ni changamoto zaidi. Okay. Hali kadhalika kwa hawa madereva wetu wa magari na imekuwa chanzo kubwa kabisa ama tunasema vyanzo vikubwa vya ajali za barabarani. Okay. Na tukumbuke kwamba ajali za barabarani ni mojawapo kwamba 95% ni binadamu ndo chanzo kikubwa. Anaweza akawa anaendesha mwendo kasi, anaweza kaendesha pia kwa kuovertake sehemu ambazo si rafiki kwake na kwa watumiaji wengine wa barabara. Na hii tumeshuhudia ajali nyingi sana za kuovertake sehemu ambazo si salama. Kwa maana dereva ana overtake haoni mbele, yani ni kimlima, kimuinuko ana overtake. Hajui kule naye anayekuja naye pengine naye ame overtake. Kwa hiyo sasa kwenye kuanza kuhangaika kurudi kwenye nafasi yako na huyu arudi kwenye nafasi yako, tunachelewa, tunakuta tumesababisha ajali. Kwenye kona kali madereva baadhi pia tunaona hizi ajali zikijitokeza. Okay. Kila mmoja ni shuhuda. Unajua ajali za sio kitu ambacho unaweza ukasema kwamba hichi kimetokeaje. Au mtu anaweza akasema kwamba ajali amesingiziwa bwana, hajagonga. Ni kitu ambacho kinaonekana leo, kesho na kesho kutwa kwa sababu kinahifadhiwa. Yeah. Na kazi ya mitandao hii ya kijamii, hizi radio, TV, kazi zetu ni kuhakikisha kwamba wanahifadhi matukio. Yeah. Tukio la mwaka jana ukitaka kuliona sasa hivi kwa uzuri utaliona. Kwa hiyo sasa madhara mengi yanayotokea kwa ajali hizi za barabarani ni pamoja na haya matukio ambayo yanahifadhiwa, ambayo yanaleta kumbukumbu kwa madereva wengine wanapotumia barabara. Okay. Lakini sasa binadamu huyu ambao ndio dereva wa chombo hichi cha moto hachukui tahadhari. Hajiwazii kwamba ana familia, hajiwazii kwamba anategemewa. Okay. Hawazii kile chombo ambacho anakiendesha kina watu wangapi. Hawazii watu humu niliowabeba kuna wengine wana umuhimu kiasi gani, kwa sababu kila binadamu ana umuhimu wake. Yeah. Kwa hiyo sasa wewe hujui na hutaki kuchukua tahadhari, huu ni uzembe mkubwa sana. Okay. Usipovunjika wewe utakufa kwa sababu unapoenda kugongana na gari nyingine ambayo tayari wewe ulikuwa umeovertake, jua hii ajali ni ya uso kwa uso. Yaani mpaka usipogongana uso kwa uso gari utaipeleka kwenye mtaro, utaipeleka porini. Na itapelekea ajali kubwa na italeta madhara kwa watu wengi sana. Yeah.
Kwa hiyo tunachowasisitiza madereva ni kuhakikisha kwamba wanakuwa na maadili sahihi wanapokuwa barabarani. Okay. Maadili ndio kitu cha msingi. Ili wewe uitwe dereva ni lazima ufuate nguzo 5 za udereva bora. Lazima uwe na udereva wa kujihami unapokuwa barabarani. Okay. Unapoona mtu ametumia barabara ndivyo sivyo, wewe chukua tahadhari dhidi yake. Amini kabisa kuna mtu ambaye yeye hafahamu. Yaani kila unapoendesha chombo cha moto wewe barabarani kwa dereva, aamini kabisa kwamba kuna mtu mbele yake na nyuma yake ambaye hajui sheria za usalama barabarani. Okay. Pamoja na wewe mwenyewe amini kabisa sijui sheria za usalama barabarani. Kwa maana hiyo sasa utakuwa wewe unaendesha chombo chako kwa udereva wa kujihami. Kwamba huwezi kumwamini wa mbele yako na wewe wa mbele yako hawezi kukuamini wewe wa nyuma yako. Kwa hiyo anaamini muda wowote unaweza ukamgonga kwa nyuma, muda wowote ule anaweza akaovertake akasababisha ajali kubwa. Kwa hiyo tuamini hivyo. Pili, maadili sahihi ya dereva, tuamini kwamba kila mmoja anayepita barabarani anao haki na wajibu wa kutumia ile barabara. Okay. Kwa hiyo unakuta madereva wengine basi wanaona kwa sababu ni yeye anaendesha gari kubwa, akiona dereva wa ST labda au wa Vitz anaona kwamba hii sio gari. Au dereva wa pikipiki au dereva wa bajaji anaona hichi sio chombo cha moto. Okay. Anaona kama vile ni mtembea kwa miguu tu. Mtu ambaye anaweza akachepuka tu barabarani wakati wowote. Kumbe sivyo. Kila mtu anao haki ya kutumia barabara. Ewe mtembea kwa miguu, wewe msukuma mkokoteni, mwendesha baisikeli, hata anayeswaga wanyama. Okay. Naye ni dereva, naye ndio kiongozi wa lile kundi. Kwa hiyo naye anao haki na wajibu wa kutumia barabara. Ndio maana tunaona barabarani kunawekwa alama tofauti tofauti. Ukienda mbele zaidi unaweza ukaona kuna alama ya wanyama wanaohitaji kuvuka. Haihitaji wewe dereva kutumia akili nyingi unahitajika tu kupunguza mwendo, kusubiri wale wanyama kama wanavuka wakati ule, wanavuka wanaenda. Ndio maana hata kwenye mbuga za wanyama zinawekwa faini. Ukigonga mnyama fulani faini yake ni hii. Ukigonga mnyama fulani faini yake ni hii. Ukigonga mnyama fulani gharama zake ni kubwa zaidi. Okay. Kwa hiyo nini ni madhumuni yetu? Ni kuhakikisha kwamba wewe unafuata sheria, sio nia kwamba ukigonga hiyo hela sio unao uwezo wa kulipa tu. Hapana, nia sio hiyo. Nia ni wewe kuhakikisha kwamba unatii zile sheria na miongozo ambayo inawekwa barabarani kwa ajili yako wewe kuwa salama, chombo chako, miundombinu ya serikali, pamoja na watumiaji wengine wa barabara ambao wanatumia kwa wakati ule. Kwa hiyo haijalishi iwe mimi navuka barabara kwa mguu, iwe mnyama anavuka barabara, naye muache. Sio kwamba umeona paka basi wewe unamgonga tu. Umeona mbwa basi wewe unagonga tu. Umeona ng'ombe basi wewe unagonga tu. Hayo sio maadili ya udereva bora ambao tunayazungumzia na ambao sasa anaenda kwenye hivi vyuo vya udereva kwa ajili ya kujifunza. Sawa, hapo umezungumzia kuhusiana na unakuta mtu ana gari anaona wengine hawana magari. Imekuwa ikitokea sana kwenye haya mabasi makubwa ya mikoani. Unakuta mpo kwa barabarani wote, lakini yeye yupo nyuma anapiga honi nyingi sana akimaanisha labda umpishe yeye apite ama yeye ndo ana haraka zaidi. Hasa chanzo kile kinakuwaga ni nini? Sio maadili bora ya udereva. Na ndio maana tunasema kwamba dereva mwenye maadili mazuri hawezi akawa na papara nyingi barabarani. Yaani utaona tu uendeshaji wake anafuata misingi, anafuata sheria, anafuata kanuni pamoja na taratibu zote zile zilizowekwa barabarani kwa ajili ya kuhakikisha kwamba yule aliyoko mbele yake na aliyoko nyuma yake anakuwa salama. Wewe huwezi kujua kwamba yule anayeendesha gari mbele yako yuko kwa namna gani. Kuna changamoto amepata, ama kuna shida kwenye chombo chake, ama yeye ndo anatakiwa kufuata zile sheria na kanuni za barabarani, lakini wewe unataka kumfanya awe na haraka, awe na uwepesi ambao pengine unaweza kumletea pressure, unaweza kumletea shida barabarani. Na kila mtu anayeendesha chombo cha moto barabarani sio wote wenye haraka. Mtu mwingine anasema mimi naendesha chombo changu kwa makini ili nifike salama. Sasa wewe unaenda unamsababishia shida. Yale mahoni mengi unaompigia, makelele mengi unaompigia, unamtengenezea pressure. Anaweza akaenda akagonga mbele au anaweza akajikuta anatoka pembeni akaenda kwenye mtaro akasababisha ajali. Kwa hiyo hivi vitu vingine tunavyofanya barabarani kwa madereva hao wa mabasi ya kwenda mikoani, tuwape tahadhari na onyo. Sio sahihi wanachokifanya. Sio kila mahali wewe unatakiwa kupiga honi tu, na sio kila sehemu wewe unatakiwa kumpigia mtu honi.
honi kazi yake ni kwa ajili ya kutoa tahadhari dhidi ya mtumiaji mwingine wa barabara. Okay. Naam. Na umezungumzia kuhusiana chanzo kikubwa, asilimia kubwa sasa hivi imekuwa changamoto ni simu. Unawezaje sasa, unashauri vipi ama unatoa rai gani kwa madereva ili tuhakikishe tunapunguza vifo na ajali? Tumeona ajali nyingi sana sasa hivi, kila siku ni ajali mikoani, chanzo ni simu. Tunawezaje kusababisha zikapungua ama zisiwepo kabisa? Tayari mmeshajua chanzo ni simu. Nini kifanyike? Asante sana. Kila gari nahisi ina msaidizi. Okay. Na kondakta sio kwa ajili tu labda kupokea nauli za abiria. Okay. Sio kwa ajili tu ya kuangalia abiria. Pamoja na dereva wake anatakiwa amwangalie. Okay. Matumizi ya simu hayaruhusiwi katika chombo cha moto, hususan kwenye vyombo hivi vya umma. Okay. Kwa maana tayari sasa wewe ukishaanza kuhusisha simu huko unatuendesha sisi ambao tupo nyuma yako, tuko zaidi ya 57. Okay. Tuko zaidi ya 20, tuko zaidi ya 40. Wewe unaanza matumizi ya simu, unaweza ukahatarisha usalama wa watu hawa 57 nyuma, au watu hawa 60, au hawa watu ambao wako 20, 15. Okay. Kwa sababu kila chombo hichi cha usafirishaji kwa maana ya PSV kina idadi yake. Yeah. Sasa kama idadi yake ndo hiyo, sasa wewe hautakiwi kutumia simu. Na yule msaidizi wako ambao ndo konda, kwa sababu muda wote uko naye. Okay. Simu imeita, mwambie hiyo simu ichukue, nani anapiga, mtu fulani labda anapiga, mwambie nisubiri baada ya nusu saa labda nitakuwa kwenye kituo fulani. Yeah. Naweza nikawa na shusha abiria, nitampigia. Okay. Au kama kuna ujumbe umetumwa, mwambie achana nao, tukifika kituo kinachofuata nitamjibu huyo. Okay. Na muda wa kazi unafahamika kabisa, sasa hivi ni muda wa kazi. Zile simu za dharura unaziepuka, kwa sababu ndo zinaweza zikakuhatarishia wewe usalama wako. Okay. Na pengine yule anayekupigia ana shida, ndio ana shida, lakini sasa wewe ndo una shida kubwa zaidi, kwa sababu unaendesha watu na hauendeshi hao abiria tu ulioko nao ndani, unaendesha chombo kilichopo mbele yako na kile kilichopo nyuma yako. Na wale watu wengine ambao wanatumia barabara ndo ambao hatuwajui sasa. Okay. Sasa kama huwajui, ndo wale ambao unapishana nao. Okay. Sasa wewe unapokea simu, kuna mwingine naye anapokea simu, alafu naye ana overtake na yeye ana overtake. Yeah. Kitu gani ambacho kinatokea? Madhara yake ni kusababisha ajali ambao pengine unaweza kuiepuka. Kwa hiyo maadili mazuri ya dereva na dereva mzuri ambaye anajitambua, ni lazima ajue kabisa simu ni hatari. Simu ni chanzo mojawapo cha ajali za barabarani. Kwa hiyo ni vizuri mimi nikaiepuka kwa muda mfupi, then nikifika kwenye kituo nitaka mimi kupumzika ama kushusha abiria, mimi nitatoa simu yangu, nitawapigia yule ambaye alinitafuta. Okay. Hayo ndio maadili sahihi ya dereva bora. Okay, sawa. Tungependa tumalizie, yapi maoni yako kwa madereva wote sasa, wa pikipiki, wa bajaji, lakini pia tunaomba mzidi kutoa elimu zaidi kwa dereva pikipiki na bajaji. Tumeona vitu ni vinafanyika vingi viovu kutokana na madereva pikipiki. Upande wa sahihi wa dereva pikipiki kupita ni upande upi? Ni upande wa kulia. Tumeona sasa wengi wanachepukia upande wa kushoto, wanasababisha ajali nyingi sana kutokea kwa sababu hiyo. Kwa hiyo tungependa kama ni elimu izidi kutolewa kwa dereva pikipiki katika kuokoa maisha yao, lakini watu wengine, vyombo vingine vya moto, lakini pia miundombinu. Hili kundi la madereva wa pikipiki ni kundi ambalo tunaishi nalo. Yeah. Mimi, wewe unatumia pikipiki kwenye kupanda, unaweza ukawa unahitaji kupanda pikipiki kwa ajili ya kwenda nyumbani, Yeah. kufika ofisini, kuwahishwa, kwa sababu mwingine anasema mimi napanda pikipiki ili niwahishwe. Yeah. Lakini hawazii madhara yale ambayo yanajitokeza. Okay. Hawa madereva wa pikipiki ni ndugu zetu. Ndio. Ni waume zetu, ni kaka zetu, ni baba zetu. Yeah. Yaani kwa ujumla ni ndugu zetu ambao anatoka asubuhi nyumbani, anarudi jioni. Ndio. Au mchana anaweza akasema kwamba naenda nyumbani kupumzika kidogo ili baadaye tena nirudi kazini. Okay. Lakini haya yote yanatokea, sisi kama jamii, sisi kama wazazi, kama walezi, tunawaonya vipi watoto wetu? Ndio tunazungumzia maadili. Yaani maadili ni yanaanzia nyumbani. Okay. Wewe mtoto anakuja nyumbani na pikipiki, mzazi hamuulizi, wewe pikipiki umetoa wapi? Umepewa na nani? Udereva ulienda lini? Mbona sijakuona? Lakini umeacha.
Okay. Umefurahia kwa sababu atakuletea 2,000, ataleta mkate, ataleta nini. Mwingine hata na mkate haleti chochote. Lakini mwisho wa siku akipata ajali, wewe sasa unaanza kuhangaika. Hata mmiliki wa pikipiki ile pikipiki ametoa wapi hujui. Okay. Sasa sisi tunawalea watoto katika maadili yapi? Ndio maadili yenyewe tunakosa. Okay. Kwa nini usimwambie bwana, mume wangu unaenda kazini, au kaka wangu unaenda kazini, mtoto wangu unaenda kazini? Na kuomba sana unapokuwa barabarani, kuwa makini. Endesha upande ambao ni sahihi. Ndio. Hakikisha unavaa helmet. Okay. Kwa sababu sasa hivi tukisema tunaanza kuzunguka hospitali moja baada ya nyingine, utaenda kukuta madhara makubwa amepata kwenye kichwa. Yeah. Ameumia miguu. Kwa sababu yani unaweza kukuta tu hata viatu vya kufunika yeye hajali, anavaa tu vindala, anaondoka anaendesha pikipiki. Yeah. Ajali kubwa unaweza kuona ni miguu, kichwa. Yeah. Miguu, kichwa. Kwa hiyo ukienda hospitali nyingi utaenda kuona mguu umening'inizwa, umevunjika mara 2 mara 3, kichwa kimepasuka. Yeah. Madhara lika ambayo linaumia sana nalo ni kuanzia miaka 20 mpaka 30. Utakuta hilo lika lote ndio wanaumia. Kwa sababu hawa nini? Hawaheshimu hizi sheria za usalama barabarani. Okay. Yeye ana haraka, yeye ana uwepesi. Na sisi kama abiria tunaobebwa na hawa madereva wa pikipiki, na sisi pia hatujijali. Kama tungekuwa tunajijali, ungemwambia usiovertake upande huu. Sina haraka kiasi hicho. Okay. Twende taratibu. Hapo ni kivuko. Simama tuwapishe hao watu wapite. Kwa sababu unaweza ukajikuta kwenye kivuko yani anakupitisha kama vile umeiba. Anakuendesha kama vile yani amebeba mkungu wa ndizi nyuma. Okay. Kwa nini wewe usizungumze? Yani wewe mpaka abiria na wewe machozi yanakutoka, yani yanarudi nyuma, yani upepo ule anavyokukimbiza. Kwa nini? Kwa nini usikemee hichi kitendo? Kwa sababu yani wewe huoni uchungu kwamba nikidondoka sasa hivi, hii familia ambayo iko nyuma, hawa wategemezi wangu, yani mimi nitawapeleka wapi? Okay. Hatuwazii hayo. Yeah. Na hakuna mtu ambaye atakuja kukuona. Yani ndugu, rafiki, wale jamaa zako wanaokushangilia watakuja siku ya kwanza ukiumia tu. Kabisa. Siku ya pili, ya tatu huoni hata mtu, unaanza kuona tu sura za nyumbani kwako zile za kila siku. Na kama hakuna kitu ndo anakuja tu kwa sababu hamna namna, anakuja tu anatoa machozi pale, hamna. Siku nyingine anakuambia yani hamna chakula nyumbani, hamna nini. Sasa na wakati amekuona kabisa wewe kichwa kimefungwa bandage, okay, au mguu umening'inizwa umepigwa chuma, lakini bado anakuambia nyumbani hakuna chakula, hamna nini. Sasa ufanyeje wewe ambao umeumia? Ule uchungu haujiulizi maswali, kwa nini yani mimi naendesha chombo cha namna hii? Kwa nini wewe mzazi usimuulize hii pikipiki nani amekupa, ili nijue kwamba kesho na kesho kutwa ukipata shida nijue pa kuanzia. Ndio mwisho wa siku anakudondosha na wewe na yeye naye anakimbia anaacha pikipiki hapo, ndio tunaanza kukukamata wewe mmiliki sasa. Okay. Mwisho wa siku pikipiki zile zinakaa kituoni, zinapigwa mnada baada ya muda kufika. Yeah. Kwa sababu hakuna mmiliki. Okay. Mmiliki atajitokezaje, ataanzaje kwenda pale kusema kwamba hii pikipiki ilikuwa ya kwangu? Hiyo dereva wakati, kwa sababu anaogopa maswali, hiyo pikipiki ilikuwa na bima? Hiyo pikipiki dereva wako ana leseni? Tuletee dereva wako aliyekimbia akasababisha ajali. Hawezi. Sasa anaona maswali haya yote ya nini, mimi sitayaweza. Achana nalo huko. Inauzwa mnada. Kwa nini upate hasara? Yeah. Kwa hiyo tunawaonya madereva, hususan hao madereva wa pikipiki, madereva wa bajaji, wanaendesha bajaji ovyo, wameshalewa, anakubeba tu, ananyenyua tairi, anaenda. Pikipiki na makelele, lakini na wewe abiria unashangilia, unaona ni sawa. Hata madereva pia wa magari, ile wanakuwa na tabia ya kondakta wake ama msaidizi wake anakuambia ni hapa hauendi kabisa, ongeza mwendo. Hapo overtake tu, twende bwana, twende pako salama. Unaenda salama, tairi inapasuka. Okay. Unaingia kwenye mtaro, unasababisha shida. Kwa hiyo tunawaonya madereva wote wanaoendesha vyombo vya moto kulinda barabara zetu, kulinda barabara pamoja na miundombinu ya serikali. Okay. Kulinda vyombo vyao wanavyoviendesha. Yeah. Kulinda watumiaji wengine wa barabara wanaotumia barabara. Okay. Hali kadhalika na yeye mwenyewe ajionye. Yeah. Haipaswi kwenda spidi ya 50, punguza mwendo. Inakutaka wewe kwenda spidi zaidi ya 50, nenda spidi zaidi ya 50. Ina maana serikali wameshafanya mahesabu kwamba wewe ukienda spidi ya 50, ukipata shida unaweza ukanusurika. Ndio maana hakuna barabara zote Tanzania hapa ambazo zinakuruhusu wewe kwenda zaidi ya 80. Yeah.
kwa sababu ile impact yake inayotokea ajali, ukipata ajali impact yake ni kubwa zaidi kuliko ile ya chini ya 80 ambao ulikuwa unaweza kuchukua tahadhari. Kwa hiyo tuwaonye madereva wafuate sheria, wafuate kanuni, wafuate taratibu zote. Haya ndio maadili sahihi ya udereva. Shukrani sana kwa kuzidi kutoa elimu, lakini pia msichoke, endelea kutoa elimu. Tunashukuru dawati letu la elimu, tunaendelea kila kukicha Ndio. kuhakikisha kwamba kila mmoja anayetumia barabara, kila anayezaliwa leo awe na elimu hii ya usalama barabarani, kwa sababu ajali nyingi zinatokea na sisi wenyewe binadamu ndio tumekuwa chanzo kikubwa cha kusababisha. Na haya tunao uwezo mkubwa wa kuiepuka endapo tutafuata maadili sahihi na misingi mizuri ya uendeshaji wa vyombo hivi vya moto barabarani. Sawa. Tumefika tamati, mtazamaji wa Gift Online TV. Endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment ili uzidi kupata taarifa mbalimbali. Nikutakia wakati mwema. Asante.